Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Bwana sifiwe. Sawa, basi tufungue kitabu cha Matendo ya Mitume. Itakuwa ni kitabu chetu ambacho tutakifanyia mazoezi ya hermeneutics, uchambuzi wa maandiko. Bwana sifiwe sana. Uchambuzi wa maandiko itakuwa ni kitabu chetu cha kujifunzia. Itakuwa ni kitabu chetu cha kujifunzia. Haleluya. Yes, kabla kianza moja kwa moja kitabu cha Matendo ya Mitume, ni wakumbusha mambo machache ya kwamba kama tunavyofahamu kitabu cha Matendo ya Mitume background yake ni Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Background ya kitabu cha Matendo ya Mitume ni Injili, na katika Injili tunaweza tukachukulia Injili zote 4 kama background, sawa, lakini specifically zaidi tunaitumia Injili ya Luka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaitumia Injili ya Luka kama background ya kitabu cha Kutoka. Mara zote tukumbuke ya kwamba kila kitabu ambacho tunakiona katika maandiko matakatifu kina background yake, si ndio? Kila kitabu ambacho tunakiona kwenye maandiko matakatifu kina background yake. Kwa kitabu cha Matendo ya Mitume hali kadhalika kina background yake, na background yake tumesema ni Injili, na specifically tumesema ni Injili ya Luka. Kwa nini nimeisema specifically kwamba ni Injili ya Luka? Ni kwa sababu tunaona ya kwamba Injili ya Luka ni kama part A ya kitabu cha Matendo ya Mitume, au kwa maneno mengine tunaweza tukasema kitabu cha Matendo ya Mitume ni part B ya Injili ya Luka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisema kwamba mwandishi wa kitabu cha Luka ndo huyo aliye mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume, si ndiye? Ambaye tunamfahamu bila shaka alikuwa ni nani? Ni Luka, si ndiye? Ni Luka. Na tunaona ya kwamba kwenye Injili ya Luka alivyofika mwishoni, katika vitu ambavyo alivionesha mwishoni kabisa utakuja kuvikuta mwanzoni mwa kitabu cha Matendo ya Mitume. Hiyo inakujulisha kabisa ya kwamba ni kama vile tu amekibreak kukipa title tofauti, lakini unagundua ni mwendelezo wa kitabu kile kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Labda angalia pamoja na mimi huo mstari wa kwanza wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Angalia pamoja na mimi mstari huo wa kwanza wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Maandiko yanasema in my former Kiswahili ngoja nitumie Kiswahili kile itakuwa simple kidogo. Asante Bwana Yesu maana umenilipia gharama. Asante Bwana Yesu maana umenilipia gharama. Umenilipia gharama. Gharama, oh, umenilipia gharama. Gharama. Sawa, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa kwanza, maandiko yanasema
kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Katika kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Kwa mstari wa kwanza tu unakujulisha kwamba huyu mwandishi wa hichi kitabu cha Matendo ya Mitume tayari ana kitabu kingine ambacho ametangulia kukiandika. Tunaenda sasa, na ukiangalia hapo anaonyesha kwamba ni kitabu ambacho kama vile alikidedicate kwa Theofilo, alikielekeza kwa Theofilo. Tunaenda sasa, kwa kitabu kile cha kwanza na alikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua. Kwa kitabu chake cha kwanza kilihusu mambo gani? Kilihusu mambo ambayo Yesu alianza kufanya na kufundisha mpaka siku alipochukuliwa juu katika utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kwa tukiangalia kitabu cha kwanza cha mwandishi huyu wa kitabu cha Matendo ya Mitume, tutaona amekidedicate kwa Theofilo na ameandika mambo ambayo Yesu alianza kufanya na kufundisha mpaka siku alipochukuliwa juu katika utukufu, baada ya kuwapa mitume maagizo ya mwisho. Labda tufanye comparison kidogo na kitabu kile cha Luka, Injili ya Luka. Tufanye mfananisho kidogo na Injili ya Luka. Twende pamoja pale kwenye Injili ya Luka. Twende pamoja kwenye Injili ya Luka. Pamoja kwenye Injili ya Luka. Angalia sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa kwanza. Injili ya Luka sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vyema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Theofilo mtukufu, upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Unaona? Sasa kwenye Injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa kwanza, Luka anaonyesha kwamba kwanza kuna watu wengi ambao wametunga na kuandika mambo ambayo yalitimizwa katikati yao. Mambo ambayo yalitimizwa katikati yao, specifically anazungumzia nini? Maisha ya Yesu, kifo chake na ufufuko wake. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa anaonyesha kwamba mambo hayo ambao wengi wameyatunga waliyapokea kama mapokeo au kama hadithi kutoka kwa wale mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Anavyotaja hapo mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo, anawarifaa mitume. Tunaenda sawasawa? Anawarifaa mitume. Anasema, nimeona vyema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu. Kwa mwinjilisti Luka anaonyesha kwamba hizi habari ambazo ameziandika yeye mwenyewe si shahidi wa kuona. Tunaenda sasa, si shahidi wa nini? Wa kuona. Badala yake ni kama vile amekusanya taarifa kutoka kwa mashahidi walioona. Tunaenda sasa, kwa Injili ya Luka ni ushahidi wa kuona, lakini kutoka kwenye indirectly. Naweza nikasema indirectly. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu amezichukua au amezipata taarifa kutoka kwa mashahidi wa kuona. Unaona? Lakini yeye mwenyewe si shahidi wa kuona. Tunaenda sasa. Yes, kwa hii haibadilishi maana ya kwamba Injili ya Luka si miongoni mwa synoptic gospel. Tukisema neno synoptic, mnakumbuka maana yake? Synoptic, do you remember? Maana yake ni nini? Synoptic. Okay.
Synoptic synoptic ni muunganiko wa maneno mawili, si ndiye? Syn ambayo inaandikwa SYN, si ndiye? Na optic. Sasa optic wote nafikiri tunafahamu maana yake nini? Vision, si ndiye? Kuona. Optic, vision, visual, kuona, si ndiye? Optic, kuona. Si ile SYN, si sijui tunaweza tukaitamkaje, lakini seen, si ndiye? Yes, ina refer together au pamoja, sawa? Pamoja. Kwa ukisema neno synoptic ni sawasawa na mtu ambaye amesema seeing together. Seeing together, kuona pamoja, kuona pamoja. Sasa kwa nini injili ya Marko, Mathayo, Luka, kwa nini zimeitwa synoptic? Ni kwa sababu zimeonesha matukio mengi kwa pamoja. Kwa hiyo ni kama vile ni watu tofauti tofauti ambao wameona pamoja. Umenielewa? Sisi wote hapa, si ndiye, tunaweza tukaona tukio fulani, si ndiye? Labda kuanguka kwa nyota. Tukaona kuanguka kwa nyota. Sasa wote tutakuwa tumeona kuanguka kwa nyota. Ujumbe wetu wote au ushahidi wetu wote utasema tuliona nyota imeanguka, lakini venye utaelezea, venye nitaelezea, venye yule ataelezea, inaweza ikadifa kidogo kwenye misamiati, kwenye namna ya kuelezea na mambo mengine, si ndio? Nafikiri wote tunafahamu, mwingine anaweza akaekea vionjo. Na wale watu ambao wamebarikiwa kuhadithia, mtu anakuhadithia mpaka inakuwa kama vile na ulikuwepo pale. Unaona? Lakini kuna mwingine maelezo yake atakuwa ni ya moja kwa moja tu, kwamba aisee, ghafla ili anguka kitu kizito, kuangalia kumbe ni nyota. Unaona? Yes. Sasa unaweza ukagundua kwamba kwenye hawa waandishi watatu, Marko, Mathayo, Luka, wote wameandika ushahidi wa kuona, sawa? Lakini kila mmoja katika aina yake ya utunzi au katika namna yake ambayo alijaliwa na Mungu. Lakini matukio mengi ambayo wameandika ni matukio ambayo yanakaribiana au yanafanana. Tena sasa kwa tunayaita synoptic, seeing together. Seeing together. Lakini sasa katika hawa watatu, Marko, Mathayo, Luka, ambaye ni mwanafunzi wa Yesu mmoja kwa moja ni mmoja, Mathayo, si ndiye? Marko tunaona alikuwa ni mtendakazi pamoja na Paulo na ni mtoto wa kiroho wa nani? Wa Petro, si ndiye? Luka tunaona alikuwa ni nani? Mtendakazi pamoja na Paulo, si ndiye? Yes, kwa tunafahamu kabisa ya Marko na Luka wana second hand information, yani wana taarifa ambazo wamezipata kutoka kwa mashahidi wa kuona. Sijui mnaelewana na mimi Tunaelewana Sasa hapa mwinjili Luka kwenye injili yake ya Luka anasema watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yaliyotimizwa kwetu, kama walivyotuhadisia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Kwa ushahidi aliouandika ni ushahidi kutoka kwa mashahidi walioona. Sawa? Na hapa hasemi kutoka kwa shahidi aliyeona, anasema mashahidi walioona. Maana yake hakuchukua hizo taarifa kutoka kwa single person, amekusanya hizo taarifa kutoka kwa more than one person. Ndio maana anatumia lugha ya wingi, mashahidi wenye kuyaona. Sasa unaweza ukajiuliza umuhimu wa mimi kusema hicho kitu ni nini? Ni huu hapa. Kulingana na Torati ya Musa, ushahidi unahesabiwa kuwa ni ushahidi wa kweli pale ambapo panakuwa na shahidi zaidi ya mmoja. Maandiko yanasema kwa mashahidi ya kwa vinywa vya watu wawili au watatu neno linathibitika, si ndiye? Sasa pale alikuwa anaongelea in terms of kusuluhisha nini? Disputes, si ndiye? Mikanganyiko ambayo inakuwa imetokea, si ndiye? Lakini ni principle ambayo ina apply kwenye maeneo mengi, kwamba ushahidi wa mtu mmoja hautoshelezi
kuvalidate kitu kwamba ni kweli. Unaelewa? Nafikiri bila shaka hiyo ndo sababu hata ya kwa nini Mungu aliruhusu tuwe na injili 4, na katika hizo 4, 3 zinapatana katika vitu karibia vyote. Unanielewa? Yes, kwa mwinjili Luka anasema kwamba kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Hasemi na mtumishi wa lile neno, anasema watumishi, maana yake ni more than one. Mstari wa 3 anasema nimeona vyema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo. Sasa Luka anavyosema kwamba kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo, kuna ingredient nyingine hapo anaiongeza, si ndio? Kwamba hakukusanya tu taarifa, lakini alitumia mbinu za kugundua ya kwamba hizi taarifa ni za kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda sasa. Kwa mfano, si ndio? Nikawa ninataka nijue kama wewe na wote mnasema ukweli, si ndio? Bila shaka nitatafuta namna ya kucommunicate na wewe bila huyu kujua, na kucommunicate na huyu bila wewe kujua. Unanielewa? Saa nyingine hata kwa kuwatenganisha maeneo, ili niweze kuianisha taarifa ambazo nazipokea huku na taarifa ambazo nazipokea huku. Unaona? Zikikinzana najua hapa kuna mchezo ninachezewa. Unaona? Zikipatana najua okay, hizi taarifa ni za kweli. Unaelewa? Sasa wakati huu tuna mbinu kama hizo. Kwa Luka naye anaonyesha kwamba kuna namna ambavyo aliemploy mbinu za kuhakikisha kwamba kile ambacho anakisema ni sahihi. Kwa anasema nimeona vyema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo tangu mwanzo kukuandikia kwa taratibu, Theofilo mtukufu, upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Kwa Theofilo alifundishwa. Unaelewa? Luka anakuja kuvalidate, anakuja kuthibitisha kile ambacho Theofilo amefundishwa kwa njia ya kufanya utafiti. Tunaenda sawa? Yes. Kwa tunaona injili ya Luka imekuwa dedicated kwa Theofilo, si ndio? Na imeinclude mambo yale ambayo yalitimizwa katikati yao. Mambo gani? Mambo ambayo Yesu alianza kuyafanya na kuyafundisha hata siku alipochukuliwa juu katika utukufu, akawapa wale mitume maagizo kwa Roho Mtakatifu. Hapo tumefika pamoja. Sawa. Sasa turudi tena kwenye kitabu chetu cha Matendo ya Mitume. Kwa mstari wa kwanza anasema kwamba kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua. Kabla hatujaenda tena mbele, turudi tena kwenye kitabu chetu cha Luka, si ndio? Turudi tena katika kitabu chetu cha Luka. Turudi tena kwenye injili yetu ya Luka. Sasa ukiwa unafungua Biblia taratibu, utakuta kabla hujafika nilikosema nimeshahama nimeenda kwingine. Twende kwenye injili ya Luka sura ya 24. Twende kwenye injili ya Luka sura ya 24. Alafu tuangalie pamoja mstari kuanzia ule wa 50. Angalieni anavyosema, akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Ikawa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Tunaona sasa, wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Naomba zingatia ule mstari wa 50, akachukuliwa juu mbinguni, si ndio? Alafu angalieni ule mstari wa 48 na wa 49, si ndio? Okay, actually tuanzie mstari wa 46 ili nisiwe nimewakatili.
anzia mstari wa 46, anasema akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote yatahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Angalia, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Mstari wa 49, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mviko uwezo utokao juu. Umeona? Mstari huo wa 48 na 49 ni mstari ambao uko katika mfumo wa maagizo au maelekezo. Kwa anawaambia kwamba ninyi ndo mashahidi wa mambo haya, maana yake mnao wajibu wa kuyashuhudia, si ndiye? Na mstari wa 49 anawaambia kaeni mjini humu mpaka nitakapowaletea ahadi ya Baba yangu. Tunaenda sawa sawa? Turudi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Anasema kwamba kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu. Hata siku ile alipochukuliwa juu. Mnakumbuka ile statement ambayo tumeisoma, akiwa katika kuwabariki akajitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Unaona? Alafu anasema kwamba alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. Tumeona maagizo ambayo Yesu alikuwa anawapa, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Mashahidi wa mambo gani? Habari za kuteswa kwa Yesu, kufa kwake, kufuka kwake, na kuhubiri habari za ondoleo la dhambi kwa mataifa. Tena sasa, kwa kitabu hichi cha Matendo ya Mitume bila shaka ni mwendelezo wa kitabu cha Luka. Tena sasa, kidogo kidogo nitakuwa na ufanuliwa ukweli, baadaye tutakuja kuangalia kuna baadhi ya mifanano ya kimisamiati na mambo mengine kama hayo. Sawa? Kuna baadhi ya mifanano ya kimisamiati na mambo mengine kama hayo. Kwa bila shaka kitabu cha Matendo ya Mitume ni mwendelezo wa kitabu cha Luka. Kwa maana hiyo sasa, mwanafunzi mzuri wa maandiko, maana yake kabla hajaanza kukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, atataka kwanza kujua what is written, kitu gani kimeandikwa katika kitabu cha Luka. Ndiye? Yes, maana yake kabla sijasoma part B, jamani, hata movie yenyewe, si ndiye? Kabla hujaangalia part B bila shaka tu ni normal sense, common sense kujua kwamba niangalie kwanza part A, si ndiye? Yes, kwa nini part A itakupa background ya part B? Bwana Yesu asifiwe sana. Vitabu hivi ni vitabu pacha, ni kwa mfano kama kilivyo kitabu cha, labda nichukulie mfano wa kitabu cha Mwanzo na Kutoka. Sina nielewa? Kitabu cha Mwanzo na Kutoka, japokuwa vile vina upekee wake. Kwa mfano, mwandishi wa kitabu cha Mwanzo ni nani? Musa. Mwandishi wa kitabu cha Kutoka ni nani? Musa. Habari za Musa tunaanza kuziona wapi? Kutoka. Sura ngapi? Sura ya pili, si ndiye? Tunaanza kuona habari za kuzaliwa kwa Musa kwenye sura ya pili. Tunaona kuitwa kwake sura ya tatu. Tena sasa tunaona kuzaliwa kwake sura ya pili, tunaona kuitwa kwake sura ya tatu. Sawa? Kwenye sura ya pili utaona kuzaliwa na historia ya maisha yake. Afu sura ya tatu utaona kuitwa kwake. Tena sasa, lakini yeye ndo mwandishi wa kitabu cha nini? Cha Mwanzo. Can you see? Kwa maneno mengine ni kwamba okay, kitabu cha Mwanzo kiliandikwa wakati gani? Ngoja niwarahisishie swali. Kitabu cha Mwanzo kiliandikwa kabla ya kuitwa kwa Musa au baada ya kuitwa kwa Musa? Baada ya kuitwa, si ndiye? Kwa maneno mengine ni kusema kwamba kitabu cha Kutoka ambacho ndo kina historia ya taifa la Israeli wakiwa jangwani ni background ya kitabu cha Mwanzo. Lakini kitabu pia cha Mwanzo ni background ya kitabu cha Kutoka. Kwa nini? Kwa sababu ili nijue chimbuko la taifa hili lililoko utumwani, ni lazima nirudi wapi? Mwanzo. Si ndiye?
nione jinsi ambavyo ulimwengu uliumbwa, nione jinsi ambavyo mwanadamu aliumbwa, nione jinsi ambavyo Mungu alimchagua Abraham, nione jinsi ambavyo Isaka alikuja, nione jinsi ambavyo Yakobo, makabila 12, nione namna gani ambavyo walienda utumwani, na nijue pia ahadi gani ambao walipewa kabla hawajaenda utumwani. Umeona? Kwa kitabu cha Mwanzo kina save kama background ya kitabu cha Kutoka. Lakini kwa mfano, si ndiye? Kwa mfano, kusoma kwenye kitabu cha Kutoka, utakuta Mungu anamwambia Musa ya kwamba nilimtokea Abraham kama Mungu Mwenyezi, lakini kwa jina langu Bwana sikujulikana kwao. Nakumbuka hiyo statement eh? Lakini ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya ngapi? Kuanzia sura ya 2 mstari kuanzia ngapi? Kuanzia mstari wa 4 utakuta anatumia neno Bwana Mungu. Can you see? Kwa maana yake, ili nipate background ya ili neno Bwana na kwa nini ametumia jina Bwana Mungu, ni lazima nirudi wapi? Kutoka. Can you see? Unaona? Kwa sasa, kwa mwanafunzi mzuri wa maandiko, maana yake atakifasiri kitabu cha Kutoka katika background ya kitabu cha Mwanzo. Naelewa? Atafasiri kitabu cha Mwanzo katika background ya kitabu cha Kutoka. Kwa nini? Kwa sababu vinabebana. Tenda sasa the same kwenye kitabu cha Luka na Matendo ya Mitume, si ndiye? Ninataka kukisoma kitabu cha Luka, inabidi kwanza nikumbuke kitabu cha Matendo ya Mitume. Nataka kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, lazima nikumbuke kitabu cha Luka kimeandika nini. Na utagundua ya kwamba Luka naye alikuwa ni mwanafunzi mzuri sana wa maandiko. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya kuanza moja kwa moja kitabu cha Matendo ya Mitume, anatupa background fupi ya kitabu chake cha kwanza, kitabu cha Luka. Mnaweza mkawa mmeona hiyo ishe. Anasema kwamba kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, anatoa muktasari katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Ametupa muhtasari wa nini? Wa injili yake, kwamba injili yangu inahusu kitu gani? Mambo aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, na anatoa scope imekava eneo gani mpaka eneo gani. Anasema mambo ambayo Yesu alianza kufanya na kufundisha mpaka siku alipochukuliwa juu katika utukufu, akiisha kuwapa maagizo wanafunzi wake kwa Roho Mtakatifu. Maana yake, kama sijui mojawapo ya component hapa, inanilazimu nirudi nikasome, ndio? Kwa ni lazima nifahamu ni mambo gani Yesu alifanya, ni lazima nifahamu ni mambo gani Yesu alifundisha, ni lazima nifahamu ni maelekezo gani ambayo Yesu aliwapa wanafunzi wake kabla hajachukuliwa juu katika utukufu. I must understand. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mara zote ninavyokichakata kitabu changu cha Matendo ya Mitume, ninakuwa na understanding ya mambo ambayo Yesu alifanya, ambayo Yesu alifundisha, ambayo Yesu aliwaagiza wanafunzi wake. Tuenda sasa. Yes. Kwa anasema kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua. Katika statement ambayo naipenda sana ni hili neno alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu. Alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu. Alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu. Sasa unaweza ukagundua kwamba mojawapo kati ya ajenda ya Luka, kuanzia kwenye injili yake mpaka kwenye kitabu chake cha Matendo ya Mitume ambao ni part B, si ndiye? Ni concerning the Holy Spirit. Mojawapo ya
ya jambo kubwa ambalo alikuwa anataka kulicommunicate kwetu ni nini? Roho Mtakatifu, kuhusu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa labda niwape background ndogo ili mnielewe. Okay, wakati ambapo Mariam, sawa? Okay, labda nisiwe mchoyo eti. Haya, twendeni kitabu cha Luka. Nimeshazoea physical Bible. Allah. Sawa, twendeni kitabu cha Luka. Twendeni sura ya tuchukue sura ya ngapi? Okay, twendeni sura ya pili. Sawa? Twendeni sura ya pili. Haya, tuanzie ule mstari wa 26. Sawa? Hatuna haraka, hatuna mahali tunaenda kwa sababu tuko kwenye script exposition camp, si ndiye? Yes.